Jenerali Shekarch anasema tumeharibu kambi zote za Marekani kwenye eneo. Meli ya Abraham Lincoln imetimka. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Iran, Brigadier Jenerali Abdul Faz Shekarch, amesema kambi za kijeshi za Marekani zilizoundwa kwa kutumia rasilimali za Waislamu kwa kisingizio cha kudhamini usalama wa eneo, huku zikifuja mali za mataifa ya Waislamu, zimeharibiwa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Brigadier Jenerali Shekarch amenukuliwa akisema hayo na shirika la habari la Fars na kuongeza kuwa makamanda na wanajeshi wa Marekani waliokuwa kwenye kambi hizo wameuawa au kujeruhiwa kwenye hujuma hizo za kisasi za Iran. Ameeleza bayana kuwa Marekani si dola lenye nguvu na ushawishi tena duniani na kusisitiza kuwa vikosi vya mizi na vya kigaidi vya nchi hiyo vinapaswa kufukuzwa kwenye eneo la Asia Magharibi. Msemaji wa majeshi ya Iran, huku akizihutubu nchi za Kiislamu, amesisitiza kuwa msiamini kile kinachoelezwa kuwa nguvu na uwezo wa Marekani, uwezo ambao hauwezi hata kulinda jeshi lake linalofifia. Amewaasa viongozi wa Waislamu katika eneo kuungana dhidi ya ukafiri, ushirikina na unafiki ambao unaongozwa na Marekani na Wazayuni. Kadhalika, msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Iran ameashiria kuhusu meli ya kijeshi ya kubebea ndege za kivita Marekani ya Abraham Lincoln na kubainisha kuwa manuari kubwa zaidi ya kivita Marekani ambayo wakati fulani ilitoa motisha kwa ugaidi na kufyonza mali za Waislamu ilidumazwa na Jamhuri ya Kiislamu na kulazimika kurejea nyuma katika kushindwa na pigo ambalo litaandikwa katika madaftari ya historia. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu linaendeleza wimbi la mashambulizi makali ya operesheni Ahadi ya Kweli 4 dhidi ya kambi la maslahi ya adui Marekani na Mzayuni katika eneo la Asia Magharibi. Vita hivi vya kulazimishwa vilianza asubuhi ya tarehe 28 Februari. Mwakilishi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas Teherani amesisitiza kuwa Iran ina haki kamili na pande zote ya kukabiliana na mashambulizi ya adui kwa kila njia inayoiona inafaa. Khalid Kadumi amesema kwenye mahojiano na shirika la habari la Tasnim kuhusu msimamo wa karibuni wa Hamas kuhusu mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kwamba msimamo wa harakati ya Hamas uko wazi, na anasema tumelaani mashambulizi ya ukandamizaji na kikatili ya utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya wananchi wa Iran na tunalaani vikali hujuma hiyo, amesema mwakilishi wa Hamas mjini Tehran. Ameongeza kuwa ukweli wa mambo ni kuwa jibu la Iran kwa uchokozi huu ni kubwa, ni kwa mujibu wa kiwango cha uhalifu na ufidhuli wa adui Mzayuni na Marekani, na kwa msingi huu tunaamini kuwa Iran ina haki kamili na ya pande zote ya kukabiliana na uvamizi wa adui wa kila njia inayoiona inafaa. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Iran inaziomba nchi jirani na za kindugu kuwafukuza wanajeshi wa kigeni wanaovamia kutoka katika ardhi zao. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB, Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, ameandika kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X kwamba kile kinachoitwa mwamvuli wa usalama ambao Marekani imekuwa ikiutangaza kwa miaka mingi sasa umeonekana wazi kuwa wa mianya mingi. Amebaini kuwa mwamvuli huo haukuwa kizuizi cha migogoro, bali kinyume chake umechangia kuibuka kwa mvutano na migogoro mipya katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Araghchi, Marekani sasa imejikuta kwenye hali ya kuomba msaada kutoka kwa mataifa mengine, hata kutoka China, ili kusaidia kulinda usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Hayo yakiendelea, ni kwambia Israeli imesema leo kuwa vita dhidi ya Iran vinaingia katika hatua ya maamuzi, huku milipuko ikikumba miji mbalimbali Mashariki ya Kati na mashambulizi yakifanyika dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Moshi mweusi pia ulitanda kwenye eneo la Fujairah lenye kituo kikuu cha kuhifadhi na kusafirisha mafuta cha umoja huo wa Falme za Kiarabu, muda mfupi baada ya jeshi la Iran kuwaonya raia wa umoja huo kuepuka maeneo ya bandari. Wakati huo duru za usalama zimeliarifu shirika la habari la AFP kwamba ubalozi wa Marekani nchini Iraq ulishambuliwa kwa drone, ikiwa ni mara ya pili kulengwa tangu Februari 28. Vilevile, spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu bunge la Iran amesema Marekani imeitoa kafara kila nchi kwa maslahi ya utawala wa Kizayuni wa Israeli, na kwamba kambi za kijeshi za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi hazizipi ulinzi nchi wenyeji. Mohammad Bagher Kalbaf amesema hayo kwenye ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X na kueleza kuwa vita hivi vya kutwishwa vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran vimethibitisha wazi jambo moja: kambi za Marekani kwenye eneo hazimlindi yeyote, kinyume chake ni tishio. Katika ujumbe wake huo, Kalbaf amesisitiza kuwa Marekani inamtoa kafara kila mtu kwa maslahi ya Israeli na wala haijali kumhusu yeyote isipokuwa Israeli. Spika wa bunge la Iran ameeleza bayana kuwa kambi za kijeshi za Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi ni tishio kwa nchi wenyeji wake na wala hazikuanzishwa kwa ajili ya kuzilinda
na kuzipa himaya nchi hizo. Vilevile gazeti la masuala ya kiuchumi la The Economist limeripoti kuwa gharama ya pipa moja la mafuta ya petroli itafikia dola 200 iwapo vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vitaendelea. Economist imeandika kuwa baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema iwapo mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi mwishoni mwa mwezi, bei ya mafuta ghafi ya petroli itafikia dola 150 au 200 kwa pipa moja, na gazeti hilo limesisitiza kuwa jambo hilo litaweka rekodi ya kimataifa. Kwa sasa pipa moja la mafuta linauzwa kwa dola 140 na ongezeko la dola 10 kwa kila pipa moja la mafuta litayumbisha uchumi wa Marekani. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema hali ya sasa inashabihiana na ile ya mwaka 2007 kabla ya kuporomoka masoko ya kimataifa. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi kadhaa ziko tayari kujiunga na juhudi za kuhakikisha usalama katika mlango bahari wa Hormuz. Hawajajitolea tu, anasema, bali wanafikiri ni wazo zuri, aliambia NBC News kwenye mahojiano bila kutaja nchi hizo. Kulingana na ripoti hiyo, Trump alisema haikuwa wazi kama Iran imeangusha mabomu kwenye mlango huo. Anasema, tutafagia mlango huo kwa nguvu sana na tunaamini tutaungana na nchi zingine ambazo zimezuiwa kwa kiasi fulani na katika baadhi ya matukio zimezuiwa kupata mafuta. Alipoulizwa kama jeshi la wanamaji la Marekani litaanza kusindikiza meli kupitia mlango huo, alisema kwamba inawezekana. Mara baada ya kutangaza hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa imetangaza kwenye taarifa rasmi kwamba manuari za nchi hiyo hazitashiriki kwenye operesheni yoyote ya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti ya habari za kimataifa, wizara hiyo imeeleza kuwa manuari ya kubeba ndege inayotumia nguvu za nyuklia Charles de Gaulle pamoja na kikosi chake cha kivita cha baharini hakitahusika katika hatua zozote za mashambulizi dhidi ya Iran. Taarifa hiyo iliyotolewa Jumapili imesisitiza kuwa kikosi cha manuari cha Charles hakina jukumu lolote la kushambulia wala hakitashiriki kwenye operesheni za mabomu au mashambulizi dhidi ya ardhi ya Iran. Na msimamo wa Ufaransa ni wa kujilinda tu, ukiwa na lengo la kupunguza mvutano na kulinda uhuru wa usafiri wa majini, si kuchochea au kupanua mzozo. Vilevile taarifa mpya imefichua kuwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance tokea alikuwa na mashaka kuhusu vita dhidi ya Iran na hadi sasa anaendelea kupinga mitazamo ya Rais Trump kuhusu vita hivyo ambavyo vipo katika wiki ya 3 sasa na vimegharimu Marekani mabilioni ya dola. Kwa mujibu wa jarida la Politico, kuna taswira tofauti ya hali ilivyo ndani ya serikali ya Donald Trump. Kwa mujibu wa jarida la Politico, kuna taswira tofauti ya hali ilivyo ndani ya serikali ya Donald Trump, serikali ambayo kwa nje inaonekana kuwa na msimamo mmoja kuhusu vita, lakini kwa ndani imeanza kuonyesha dalili za mgawanyiko na wasiwasi. Jarida hilo linadokeza kuwa wakati mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yakiendelea, mashaka yamejitokeza hata katika ngazi za juu za utawala wa Trump. Ripoti hiyo inaeleza kuwa JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, tangu mwanzo wa mjadala ndani ya ikulu ya Marekani, alikuwa na mtazamo wa tahadhari kuhusu hatua ya kijeshi dhidi ya Iran na aliibua maswali mazito kuhusu athari zake. Politico inasisitiza kuwa JD Vance alikuwa miongoni mwa sauti katika mikutano ya ndani iliyoonya kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mzozo na uwezekano wa Marekani kujikuta imezama kwenye mgogoro mpana zaidi kwenye eneo la Asia Magharibi, Mashariki ya Kati. Kuchapishwa kwa ripoti hii kwenye wakati ambao serikali ya Trump inaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Iran kumewafanya wachambuzi wengi kuelekeza macho yao kwenye uwezekano wa kuwepo nyufa ndani ya duru ya kufanya maamuzi mjini Washington. Dalili hizi zimeifanya hoja ya tofauti za mitazamo ndani ya serikali ya Marekani kuhusu mashambulizi hayo kupata uzito zaidi katika mazingira haya kuchunguza makundi ya ndani yanayomzunguka Trump, sababu za mashaka ya baadhi ya wahusika wakuu pamoja na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na tofauti hizi katika kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi kumekuwa ni moja ya mada muhimu katika uchambuzi wa maendeleo ya hivi karibuni. Ingawa serikali ya Donald Trump kwa nje inajaribu kuonyesha sura ya umoja katika msimamo wake kuhusu mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, kuna sababu kadhaa zinazofanya sehemu ya duru ya madaraka mjini Washington, ikiwemo makamu wa rais, kuanza kuwa na shaka kuhusu kuendelea kwa mkondo huu. Kwanza kabisa ni hofu ya kupanuka kwa mzozo huu. Wachambuzi wengi wa Marekani tangu mwanzo waliamini kwamba shambulio lolote la kijeshi dhidi ya Iran linaweza haraka kuvuka mipaka ya operesheni ndogo na kugeuka kuwa mgogoro mpana wa kikanda, mgogoro ambao unaweza kuwahusisha wahusika wengi wa eneo hili na hata kuyaweka majeshi na kambi za Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati katika hatari ya majibu ya kulipiza kisasi, jambo ambalo kwa mujibu wa wachambuzi imejitokeza katika wiki za hivi karibuni za vita. Sababu ya pili ni uzoefu wa kihistoria wa vita virefu vya Marekani kwenye eneo hilo. Kumbukumbu za vita vya Iraq na Afghanistan bado ziko hai
katika siasa za Marekani. Vita hivyo vilianza kwa ahadi za operesheni fupi na za haraka, lakini baadaye vikageuka kuwa migogoro mirefu ya gharama kubwa na ya kuchosha. Kwa baadhi ya wanasiasa wa mkondo unaojulikana kama America First, yani Marekani kwanza, ambao J.D. Vance pia anaonekana kuwa karibu nao, kuingia katika mgogoro mpya katika Mashariki ya Kati ni sawa na kurudia mkondo ule ule waliokuwa wameonya dhidi yake kwa miaka mingi. Kwa mtazamo huu, mashambulizi mapya yanaweza kuingiza Marekani tena kwenye mzunguko wa vita vya gharama kubwa na visivyo na mwisho. Sababu ya tatu inahusiana na athari za kisiasa ndani ya Marekani. Vita vya nje mara nyingi hugeuka kuwa swala nyeti katika siasa za ndani, hasa pale malengo yake ya kimkakati yanapokuwa hayaeleweka au hayajawekwa wazi kwa umma. Baadhi ya wanasiasa wa chama cha Republican, ikiwemo J.D. Vance mwenyewe, wana wasiwasi kuwa kuendelea kwa mashambulizi haya unaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa ndani ya Marekani na kupunguza uungwaji mkono wa wananchi kwa serikali, hasa wakati ambapo jamii ya Marekani inakabiliwa na changamoto nyingi za kiuchumi na kijamii. Shukrani kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante. Zipo taarifa mbalimbali ambazo zinasambaa mitandaoni. Nimeona kwa Tanzania zimekuwa trending, Kenya, Uganda, ukanda huu Afrika Mashariki, lakini pia na Afrika kwa ujumla, lakini sio Afrika tu kwa ujumla, na nje pia Afrika, kwamba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amefariki dunia. Hizo ni taarifa ambazo zina trend, lakini bado hakujawa na uthibitisho rasmi kwamba Benjamin Netanyahu ni kweli amefariki dunia, bali taarifa ndani ya Israeli zinaeleza kwamba Benjamin Netanyahu bado yuko salama, japo kumekuwa na maswali mbalimbali. Na nimepitia kwenye majarida mbalimbali ambapo nimekutana na jarida moja ambalo limeandika kichwa cha habari kinasema, Netanyahu yuko wapi? Galloway ameshangazwa na video yake ya akili mnemba. Kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa Uingereza George Galloway amesema video ya hotuba ya Benjamin Netanyahu iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba inaibua maswali mengi kuhusu kitendawili cha aliko waziri mkuu huyo wa utawala wa kizayuni wa Israeli. Galloway amesema video hiyo ya AI iliyogubikwa na kasoro nyingi, ikiwemo Netanyahu akiwa na vidole 6, imeibua maswali mengi bila majibu baada ya kutoonekana kwa muda mrefu nduli huyo wa vita wa Israeli. Katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu video hiyo bandia ya Netanyahu, Galloway ambaye amewahi kuwa mbunge kwenye bunge la Uingereza ameandika, "Je, hili limefanyika kweli? Kwa nini Israeli ilisambaza hotuba ya akili mnemba Netanyahu usiku uliopita ambapo waziri mkuu huyo ameonekana dhahiri akiwa na vidole 6? Yuko wapi Netanyahu? Yuko wapi Ben Gvir?" Galloway ameshangazwa pia na hatua ya vyombo vya habari vya magharibi ya kufumbia macho video hiyo bandia ya Netanyahu na kutuuliza maswali mazito kuhusu aliko mtawala huyo wa Israeli. Netanyahu hajaonekana hadharani wala kusambaza hotuba zake za video kwa siku kadhaa sasa, tangu vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viliposhadidisha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Ahadi ya Kweli ya 4. Siku chache zilizopita, uvumi ulienea kwenye mitandao ya kijamii kwamba yumkini Netanyahu na maafisa kadhaa wa serikali yake wameangamizwa au kujeruhiwa vibaya kwenye hujuma za makombora ya Iran. Na hivi karibuni tovuti ya Middle East Monitor iliandika makala uchambuzi kuhusu mashambulizi ya kichokozi ya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli, ikisema kuwa vita hivi ambavyo Benjamin Netanyahu amejiandaa kwa ajili yake kwa miaka mingi yumkini vikapelekea kutengwa kisiasa na kuporomoka strategia yake. Na kingine kinachoibua maswali kuhusu uzima wa Netanyahu ni kufutwa ghafla safari ya Jared Kushner, huyu ni mkwe wa rais wa Marekani, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Donald Trump kwenye eneo la Asia Magharibi, ambao walitazamiwa kwenda Israeli na kukutana na Netanyahu ili kujua mwisho wa mambo haya ukoje. Sasa licha ya kwamba kumekuwa na maswali mengi na hoja nyingi ambazo zinaibuliwa mitandaoni, Netanyahu yuko wapi? Netanyahu yuko wapi? Ameuawa? Amenini? Ila nikwambie, IRGC, hii ni kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kupitia idara yao ya mawasiliano wanasema kama Netanyahu hajafa wataendelea kumuwinda na target ni kumuua. Idara hiyo ya mawasiliano imetangaza kuwa kama waziri mkuu mtendaji wa Israeli atakuwa hai, jeshi hilo linamuwinda na kumuangamiza. Ni lini na wakati gani? Ila lipo kazini. Taarifa iliyotolewa na jeshi hilo imesema kama waziri mkuu wa utawala haramu wa Israeli atakuwa bado yuko hai, tutaendelea kumuwinda na kumpeleka jongomeo. Sehemu ya moja ya taarifa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu inasema shabaha za magaidi watendaji jinai wa Kimarekani na Kizayuni zimelengwa na kuharibiwa katika duru ya kwanza kulipiza kisasi cha damu ya wafanyakazi wa kitongoji cha viwanda cha Iran
kwa kupiga maeneo kadhaa huko katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu Israeli na kambi 3 za Marekani katika eneo la Asia Magharibi kupitia operation mseto ya vikosi vya IRGC. Mashambulizi hayo yamefanyika katika wimbi la 52 la operation Ahadi ya Kweli ya 4 kwa jina la msimbo la Ya Zainab. IRGC imeongeza kuwa sauti za ving'ora vya ambulance na kukiri kwa taasisi za Kizayuni kwamba idadi ya Wazayuni waliouawa na kujeruhiwa katika mashambulizi ya Iran imeongezeka vinadhihirisha ukubwa wa vipigo vya makombora ya IRGC katika kitongoji cha viwanda huko Tel Aviv. Kitongoji cha viwanda na kituo cha majeshi ya Marekani kwenye kambi ya anga ya Al-Hariri huko Erbil na vilevile kambi za kijeshi za Al-Salim na Aref Jan pia zimepigwa kwa kombora na ndege zisizo na rubani. Taarifa ya IRGC inasema kujulikana hatima ya waziri mkuu mtendaji jinai wa Israeli na uwezekano kwamba ameuawa au ametoroka ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu yeye na watu wa familia yake kunaonyesha mgogoro na mtikisiko ulioibuka baina ya Wazayuni. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limesisitiza kuwa kama muuaji huyo wa watoto atakuwa bado yuko hai, tutaendelea kumuinda kwa nguvu zote na kumuua. Nini hasa ambacho kitaendelea? Je, Netanyahu amefariki kweli au chuma bado kipo hai? Tutaendelea kuambizana hatua kwa hatua kwa kile ambacho kitakachokuwa kikiendelea. Ila tu nikwambie mitandaoni nyingi, taarifa nyingi na video mbalimbali za AI zinazopostiwa zinaonyesha kwamba Netanyahu amefariki dunia. Lakini taarifa ambazo sisi tunazo za uhakika bado hajafariki dunia. Chuma kipo, ila chuma kina ndo first target kwa Iran. Kama wao Israeli na Marekani walivyomwangamiza kiongozi mkuu wa Iran na wale wakuu wa majeshi, basi nao pia Iran wanamuinda mno Benjamin Netanyahu. Na usishangae siku watakayomwangamiza Benjamin Netanyahu au siku Israeli atakayotangaza Benjamin Netanyahu ameuawa au amefariki, basi ikawa ni sherehe kubwa kwa Iran, kwa sababu ukitazama vita hivi namna ambavyo vinaendelea kati ya Israeli, Marekani na Iran, ni kwamba ndani ya Israeli kuna mgawanyiko mkubwa sana. Wengi hawapendi vita hivi vifanyike kwa sababu wanaona ni hasara kila saa taifa lao linaingia kama ilivyo kwa Marekani. Kwa hiyo wengi wamekuwa kimpinga Benjamin Netanyahu, lakini Benjamin Netanyahu amekuwa akisimamia misimamo yake yeye kama yeye anayoiamini. Kwa hiyo nini hasa kitaendelea? Yepi hasa atakayojiri? Tutaendelea kuambizana moja kwa moja. Licha kwamba Israeli imekuwa na Marekani wanasema wameangamiza silaha za Iran, Iran imeshiwa silaha na mengine mengi, lakini hakuna video walizofanikiwa kuonyesha uhalisia kwamba ni silaha zipi hasa wameangamiza, ni namna gani wamemlegeza Iran, kwa sababu Iran inaonekana kuendeleza mawimbi ya mashambulizi kama kawaida. Yuko wimbi la 52 na leo anaingia wimbi la 53 la kuachia makombora mbalimbali. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu ni kuombea amani iweze kutamalaki katika ulimwengu huu. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.